kwa ajili ya kuirahisisha safari yako. Watu ambao Mungu anakupa kwa ajili ya kusimama pamoja na wewe. Watu ambao Mungu anakupa ili waweze kuamini unachokiamini. Watu ambao Mungu anakupa wanakuamini kabla wengine hawajakuamini. Watu ambao Mungu anakupa wanasimama na wewe bila maslahi yoyote yale ya msingi kwenye maisha yao. Wako na wewe kwa sababu Mungu amewaasign kusimama na wewe. Nataka uinue sauti yako umwambie Baba, ninaomba watu wa kunisaidia na kusimama na mimi 2026 siku kwa siku. Siku kwa siku. Watu wa kunisaidia na watu wa kusimama na mimi. Kitabu cha Nyakati wa kwanza sura ya 12 mstari wa 22, maandiko yanasema, maana siku kwa siku humjia Daudi watu wa kumsaidia. Watu wa kumsaidia. Hata wakapata kuwa jeshi kubwa kama jeshi la Mungu. Sema kwa maneno ya kinywa chako, Baba, katika jina la Yesu, ninaomba watu wa kunisaidia. Ninaomba watu wa kunisaidia. Ninaomba watu wa kuambatana na mimi 2026. Ninaomba watu wa kusimama na mimi 2026. Baba, katika jina la Yesu, nipe watu ambao watakuja kwenye maisha yangu siku baada ya siku. Nipe watu ambao watasimama na mimi siku baada ya siku. Nipe watu ambao wataambatana na mimi siku baada ya siku. Katika kila ulilonituma, katika kila uliloniagiza, katika kila unalonitarajia, Baba, nipe watu wa kunisaidia. 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 Nipe watu wa kunisaidia siku hata siku, siku hata siku. 2026 ninahitaji watu wa kusimama na mimi. Ninahitaji watu wa kutembea pamoja na mimi. Nahitaji watu wa kuambatana na mimi. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba watu wa kusimama na mimi. Ninaomba watu wa kusimama na mimi. Ninaomba watu wa kusimama na mimi. Nipe watu Bwana watakao simama na mimi. Nipe watu wako Bwana watakao simama na mimi. Nipe watu wako Bwana watakao tembea na mimi. 2026 ninahitaji watu wa kuambatana na mimi. Nipe watu Bwana. Nipe watu Bwana. Nipe watu Bwana ndani ya nchi ya Tanzania. Nipe watu Bwana kwenye mkoa ninaopatikana. Nipe watu Bwana kwenye hiki kizazi. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba watu wa kunisaidia. Ninaomba watu wa kusimama na mimi. Ninaomba watu ambao Bwana umewatuma kuwa sehemu ya maisha yangu 2026, katika kila vita ninayopigana, katika kila eneo ninapoelekea, katika kila assignment ninayotakiwa kuitimiza. Ninaomba watu wa kusimama na mimi. Ninaomba watu wa kusimama na mimi. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba watu wa kusimama na mimi. Nipe watu watakao simama na mimi. Nipe watu watakao ambatana na mimi. Nipe watu watakao tembea na mimi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba watu wa kuambatana na mimi 2026. Ninaomba watu wa kutembea na mimi 2026. Nipe watu Bwana watakao tembea na mimi. Nipe watu Bwana watakao simama na mimi. Nipe watu Bwana watakao ongozana na mimi 2026, kwenye kila eneo ulilonituma, kwenye kila nafasi ulionifanyia, kwenye kila mlango ulionifungulia, kwenye kila mji uliponipa neema ya kuingia, kila mahala uliponiassign. Baba, nipe watu. Nipe watu Bwana. Nipe watu Bwana. Nipe watu sahihi ambao watakuwa marafiki. Nipe watu sahihi ambao watakuwa partners. Nipe watu sahihi watakao simama na mimi. Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba watu wa kutembea na mimi. Ninaomba watu watakao simama na mimi katika kila ulilonituma, katika kila nafasi ulionifanyia, katika kila mlango ulionifungulia. Nipe watu Bwana. Nipe watu Bwana. Nipe watu Bwana. Nipe watu Bwana. 2026 ninaomba unipe watu. 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 Nipe watu Bwana. Oh ya. Oh satayadaba. Likoko satayadaba. Endelea kumwambia Bwana akupe watu
watakaotembea pamoja na wewe, akupe watu watakaoambatana na wewe. Endelea kumwambia Bwana kwa maneno ya kinywa chako, kwa maneno ya kinywa chako, akupe watu, akupe watu, akupe watu, watu watakaosimama na wewe, watu watakaozungumza lugha moja na wewe, watu watakaokuwa upande wako, watu watakaokuwa upande wako, watu watakaokuwa upande wako. Endelea kumwambia Bwana kwa maneno ya kinywa chako. 2026 akupe watu watakaokuwa na wewe, akupe watu watakaosimama na wewe kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Oh sayada, endelea kumwambia Baba, ninahitaji watu, ninahitaji watu, ninahitaji watu, ninahitaji watu, ninahitaji watu, ninahitaji watu. 2026 ninahitaji watu. Kila mahala uliponituma, kila mlango ulionifungulia, kila mji ulionipa neema ya kuingia, nipe watu Bwana, nipe watu Bwana, watu wa lugha yangu, watu wa kabila langu, watu wa mtembeo wangu, watu wa lugha yangu, watu wanaonielewa, watu wanaonitambua, watu wanaonikubali, watu wanaonipokea. Baba, katika jina la Yesu ninaomba watu, ninaomba watu. 2026 nipe watu Bwana, nipe watu Bwana, nipe watu Bwana, watakaokuwa nguvu zangu, watakaokuwa fahari yangu, watakaokuwa ujasiri wangu. Nipe watu Bwana, watakaokuwa jeshi langu. Nipe watu Bwana. Oh sayada, leko sayada, satayadaba. Endelea kumwambia Bwana akupe watu, akupe watu, maelfu ya watu, makumi elfu ya watu, mamia elfu ya watu. Endelea kumwambia Bwana nipe watu, makundi makundi ya watu, makundi makundi ya watu. Nipe watu Bwana, 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 nipe watu Bwana. 2026 nahitaji watu, ninahitaji watu, ninahitaji watu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nataka inue sauti yako kukemea kila upinzani, kukemea kila kizuizi kinachozuia watu wako, kinachoficha watu wako. Sema kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaondoa kila kizuizi, ninaondoa kila upinzani unaozuia watu wangu, unaowaficha watu wangu, unaowasukuma nyuma watu wangu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninakataa watu wangu kuwa mbali na mimi, ninakataa watu wangu kufichwa, ninakataa watu wangu kuwekwa mbali na mimi. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, 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 ninakataa, ninakataa watu wangu kuwekwa mbali na mimi, ninakataa, ninakataa watu wangu kufichwa mbali na mimi. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, 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 ninaondoa kila kizuizi, kila ukuta, kila kiambaza, kila kizuizi, kila ukuta, kila kiambaza kinachonitenganisha na watu wangu, kinachonificha kwa watu wangu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninakataa watu wangu kukosa ujasiri wa kujitambulisha na mimi, kutembea na mimi, kuambatana na mimi. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila kizuizi, kila ukuta, kila shambulizi lililoachiliwa na adui kinyume na watu wangu, ninalifuta, ninalikomesha, ninalibatilisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. 2026 ni mwaka wangu wa kutembea na watu ambao Mungu amenipa, wa kuambatana na watu ambao Mungu amenipa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninawaita watu wangu, ninawaita watu wangu. Ninaidai Tanzania inipe watu wangu, ninaidai Tanzania iachilie watu wangu. Kila mahala walipofichwa, kila mahala walipozuia, ninaachilia damu ya Yesu kwenda kuwachomoa, kwenda kuwakomboa, kwenda kuwakusanya watu wangu wa kimkakati, watu wangu wa kimkakati, watu wangu wa kimkakati. Ninawadai, ninawadai ndani ya Tanzania, ninawadai kwenye eneo nililopo, ninawadai kwenye mkoa niliopo, ninawadai kwenye majira niliopo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila mahala ambako mbingu ziliachilia watu wangu, kila jambo ambalo mbingu limelipitisha kwa watu wangu, ninaweka madai kwa mamlaka ya jina la Yesu.
Yesu, ninaweka madai kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninakataa watu wangu kunisahau, ninakataa watu wangu kunisahau kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaweka madai, ninaweka madai, ninaweka madai, ninaweka madai, ninaweka madai kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaweka madai, ninaweka madai, ninaweka madai, ninaweka madai kwa watu wangu kunikumbuka. Ninaweka madai, ninaweka madai kwa watu wangu kunikumbuka kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaweka madai, ninaweka madai kwa watu wangu kukumbuka ambacho Mungu amewaagiza, kwa watu wangu kukumbuka ambacho mbingu imewaagiza kufanya, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Twende kwenye prayer point yetu ya pili. Nataka umwambie Bwana akupe watu watakaoburudisha moyo wako, akupe watu watakaoburudisha moyo wako na kukukirimia yote yaliyopungua, na kukukirimia yote yaliyopungua. Mtu wa Mungu, ili ombi hatuliombi kwa kumaanisha kwamba sisi ni maskini. Hapana. Sio kila kitu mtu wa Mungu unatakiwa kukipata kwa gharama zako. Kuna mahala mtu anatakiwa kuinuka awe sauti yako. Sio kwa sababu umemtuma kufanya, kwa sababu amekuwa mwaminifu kwa Mungu wake enough kurecommend jina lako. Kuna mahala mtu anatakiwa kuinuka kukuvusha. Sio kwa sababu hauna nguvu za kuvuka, sio kwa sababu umeshindwa kuvuka kwa jitihada zako. Ni Mungu amemwasaini kuweza kukuvusha. Nataka mtu wa Mungu uwaite watu watakaoburudisha moyo wako, watu watakao kukirimia yote yaliyopungua. Yamkini kilichopungua kwako ni ndoa, ili ombi ndo litakao kupa mume. Kilichopungua kwako ni mahusiano, ili ombi ndo litakao kupa mchumba na mke. Mtu wa Mungu, kila kitu unachokihitaji ambacho Mungu unajua anaweza kukupa, mlango mmojawapo ambao Mungu anautumia ni kupitia watu. Sio lazima kila kitu upewe neema ya kukifanya kwa mkono wako. Mungu anaweza akaachilia majibu mengi ya maisha yako kwa watu. Angalia kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 16 mstari wa 17 na 18. Maandiko yanasema, nami nafurahi kwa sababu ya kuja kwao Stefana, Fortunato na Akaiko, maana hawa wamenikirimia kwa wingi yale yaliyopungukiwa kwenu, maana wameburudisha roho yangu na roho zenu. Basi wajueni sana watu kama hawa. Maana yake watu kama hawa wapo kila kipindi, kila eneo, kwa kila mtu. Inua sauti yako, sema, Baba, katika jina la Yesu, ninaomba unipe na mimi kina Akaiko, Fortunato na Stefana. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba unipe na mimi kina Akaiko, kina Fortunato na kina Stefana. Nipe watu Bwana ambao watauburudisha moyo wangu. Nipe watu Bwana ambao wataiburudisha nafsi yangu. Nipe watu Bwana watakaokirimia yote yaliyopungua. Baba, katika jina la Yesu, ninaweka madai usiku wa leo ya kuwapata wakina Akaiko, wakina Fortunato na kina Stefana, watu ambao watauburudisha moyo wangu, watu ambao wataiburudisha roho yangu, watu ambao watanyoosha mkono wao kukirimia yale yaliyopungua kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwenye kila eneo ambalo Bwana unajua kuna Stefana ulimwasaini, kuna Akaiko ulimwasaini, kuna Fortunato ulimwasaini, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninaweka madai kwa mbingu kuachilia kina Akaiko, kuachilia kina Stefana, kuachilia kina Fortunato kuja kwenye maisha yangu, kuja kwenye huduma yangu, kuja kwenye utumishi wangu, kuja kwenye njia zangu za maisha, ili kunikirimia yote yaliyopungua, ili kunitendea yote yaliyopungua. Baba, katika jina la Yesu ninawadai kina Akaiko, ninawadai kina Fortunato, ninawadai kina Stefana. Nipe Bwana wa kina Akaiko kwenye majira haya, nipe Bwana kina Stefana kwenye majira haya, nipe Bwana kina Fortunato kwenye majira haya. Wote uliowapa neema ya kunikirimia yaliyopungua, wote uliowapa neema ya kuuburudisha moyo wangu, wote uliowapa neema ya kuuburudisha nafsi yangu, ninawahitaji 2026. Baba, katika jina la Yesu ninawaomba
ninawaomba wakina Akaiko, ninawaomba wakina Stefana, ninawaomba wakina Fortunatu. Nipe katikati ya kundi nao lichunga kina Akaiko, kina Fortunatu na kina Stefana. Nipe katikati ya Watanzania kina Akaiko, kina Fortunatu na kina Stefana. Nipe Bwana kwa watu nao wahudumia kina Akaiko, kina Fortunatu na kina Stefana. Baba, katika jina la Yesu, Baba, katika jina la Yesu, ninakataa mbingu zinaweza zikakosa watu watakaoburudisha moyo wangu, watu watakaoburudisha nafsi yangu, watu watakaoburudisha roho yangu 2026. Niinulie Bwana watu majira hata majira, kipindi hata kipindi, 2026 yote, watu ambao mission yao ni kuburudisha moyo wangu, mission yao ni kuburudisha sayadaba. Baba, katika jina la Yesu, satayaba. Endelea kumwambia Bwana, mtu wa Mungu, ni mwiko kukata tamaa, ni mwiko kukata tamaa na kuhisi kwamba uko peke yako. Wako bado wakina Akaiko, wako bado wakina Fortunatu, wako bado wakina Stefana. Inua sauti yako mtu wa Mungu kuwadai, inua sauti yako mtu wa Mungu kuwadai, inua sauti yako mtu wa Mungu kuwadai. Yamkini ulishawadai wiki iliyopita, yamkini uliwadai mwezi uliopita, lakini hiyo siku sio leo. Nataka uinue sauti yako kuwadai. Tambua kwamba watu misheni yao ni kuburudisha moyo wako, ni kuburudisha nafsi yako, ni kukufanya ufurahi, ni kukufanya upate sababu za kucheka, ni kukufanya upate sababu za kumtukuza Bwana, ni kukufanya upate burudani ndani yako, ni kukufanya upate ushuhuda wa kusimulia, ni kukufanya upate kitu cha kumtukuza Mungu wako. Hawa watu, mtu wa Mungu, wanaachiliwa ili usikate tamaa, wanaachiliwa ili usijione kwamba Mungu amekuacha, wanaachiliwa ili usijione umebaki peke yako. Inua sauti yako mtu wa Mungu, wadai hawa watu. Satata sakata yataba rikoko sata yataba. Endelea kumwambia Bwana, ninawahitaji wakina Akaiko, ninawataka wakina Fortunatu, ninawataka wakina Stefana. Baba, katika jina la Yesu, niinulie wakina Akaiko, niinulie wakina Fortunatu, niinulie wakina Stefana kwenye assignment ulionipa, kwenye assignment ulionipa, katika marafiki ulionipa, katika watu ninaowahudumia. Baba, katika jina la Yesu, nipe Bwana wakina Akaiko, nipe Bwana wakina Fortunatu, nipe Bwana wakina Stefana. Ni allocate Bwana na watu, walete karibu yangu, walete kwenye maisha yangu, walete kwenye utumishi wangu, walete kwenye kazi zangu, walete kwenye biashara yangu, walete kwenye ndoa yangu, walete kwenye malezi ya watoto wangu. Baba, katika jina la Yesu. Sayaya. Endelea kumwambia Bwana, endelea kumwambia Bwana, mbingu zikukumbuke na kina Akaiko na kina Fortunatu na kina Stefana. Mbingu zikukumbuke na kina Akaiko na kina Fortunatu na kina Stefana. Mungu akupe watu wenye jicho la kuangalia nini kimepungua kwenye maisha yako, wenye jicho la kuangalia nini kimepungua kwenye maisha yako, wenye jicho la kuangalia nini kinahitajika sana kwenye majira haya. Mwambie Baba, katika jina la Yesu, nipe watu wenye jicho la kuangalia nini kimepungua kwenye maisha yangu, nini kimepungua kwenye maisha yangu. Watu ambao satata wana jicho la uchunguzi, wanaangalia kilichopungua, wanaangalia kilichokosekana, ili wakifanya kwa utukufu wa jina lako, ili wakifanya kwa utukufu wa jina lako. Mwambie Bwana akupatie wakina Akaiko, wakina Fortunatu na kina Stefana kwenye kila assignment aliyokupa, kila mahala anapokutegemea, kila mahala anapokutarajia, kila mahala unapotakiwa kuwa na matokeo. Mwambie Bwana, ninamhitaji Akaiko, ninamhitaji Fortunatu, ninamhitaji Stefana. Nipe watu Bwana wenye jicho la kuangalia nini kimepungua, wenye jicho la kuona nini kimekosekana, watu wanaotenda kwa sifa na utukufu wa jina lako, watu wanaofanya kwa sifa na utukufu wa jina lako. Baba, katika jina la Yesu, nipe wakina Akaiko, nipe wakina Fortunatu, nipe wakina Stefana, nipe kina Akaiko, nipe kina Fortunatu, nipe kina Stefana. Nipe hao watu, unajua wapo Bwana, nipe hao watu, wapo Bwana, ninajua wapo. Nipe kina Akaiko, nipe kina Fortunatu, nipe kina Stefana, watu watakaoniinua, watu shatatatata masakatayadaba rekoko satayadaba sakatarababosa shatarababante maseterebobodia. Endelea kumwambia Bwana, endelea kumwambia Bwana, endelea kumwambia Bwana, endelea kumwambia Bwana, endelea kumwambia Bwana kwamba nimekataa kukata tamaa, nimekataa kujiona peke yangu, nimekataa kujiona yatima, ninachagua kuwa dai.
hai leo, kina Fortunato, kina Akaiko na kina Stefana. Najua watu wapo mtandaoni, wapo ndani ya Tanzania, wako kwenye mkoa niliopo, wako kwenye ofisi niliopo, wako karibu na mimi, wako karibu na mimi, wako kwenye kila ninachokitarajia. Baba, katika jina la Yesu, nipe kina Akaiko, nipe kina Fortunato, nipe kina Stefana, watu watakao niburudisha moyo, watu watakaoburudisha roho, watu watakao nipa sababu ya kukutukuza, watu watakao nipa sababu ya kukushangilia. Baba, katika jina la Yesu, 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 Baba, katika jina la Yesu. Inua sauti yako mtu wa Mungu, kudili na kila nguvu za giza zinazowazuia kina Akaiko, zinazowazuia kina Stefana. Sema, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaharibu kila upinzani wa kipepo unaowazuia kina Fortunato, unaowazuia kina Stefana. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila silaha ya adui ambayo adui anainua kupofusha macho yao ili wasione kilichopungua, ili wasione kilichopungua, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaharibu hilo silaha, ninaharibu huo uovu, ninakomesha hizo nguvu, ninakomesha huo ukuta kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila kitu, kila hila ambayo adui anaitumia kuwaficha wakina Akaiko, kuwaficha kina Fortunato, kuwaficha wakina Stefana, mbali na huduma yangu, mbali na maisha yangu, mbali na njia zangu, ninakikataa na kukikomesha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu kwenda kudili na kila shambulizi, kwenda kudili na kila silaha, kwenda kudili na kila maneno ya uongo ambayo wakina Akaiko na kina Fortunato yametumika kinyume chao na kuwatoa kwenye maisha yangu. Kwa damu ya Yesu ninawarejesha kwa nguvu, ninawarejesha kwa nguvu, ninawarejesha kwa nguvu, ninawarejesha kwa nguvu, ninawarejesha kwa nguvu. Na kila kilichowazuia, kila kilichowakwamisha, kila kilichowazinga, ninakiondoa, ninakiharibu kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninakiondoa na ninakiharibu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Oh, ya. Endelea mtu wa Mungu, endelea mtu wa Mungu, kwa maneno ya kinywa chako, kwa maneno ya kinywa chako. Satata yandaba rikoko santa yandaba. Endelea mtu wa Mungu, kwa maneno ya kinywa chako. Oh, rako sata yandaba mekaraba boria makabrakata bosa sakuta bakata yandaba mekoraba sete rikoko sata yandaba mekaraba sata yandaba seketerebo boria makabrakata bosa rikoko sata yandaba sakata yandabante. Kataa kila kitu, kataa kila upinzani ambao adui anautumia kukutenganisha na kina Akaiko, kuwaficha wakina Fortunato, kuwaficha wakina Stefana. Kataa kila kitu ambacho adui amekitumia kama vazi la uzito. Kosiadaba sakatabakata yadaba. Mtu wa Mungu, sometimes wanaweza kuvishwa vazi la uzito, wakajizuia sana, wakajichelewesha sana kuchukua hatua. Kataa hilo vazi la uzito. Sema, kwa damu ya Yesu ninakataa vazi la uzito, ninakataa vazi la uzito, ninakataa roho ya uzito, ninakataa roho ya uzito kinyume na watu wangu, kinyume na wasaidizi ambao Mungu amenipa. Ninakataa sakata ya daba kwa mamlaka ya jina la Yesu, 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 kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, nafikiri ni sura ya 14 mstari wa 16, maandiko yanasema, na mwanamke mmoja jina lake Lydia mwenye kuuza rangi ya zambarau. Mwanamke mmoja jina lake Lydia mwenye kuuza rangi ya zambarau. Huyu mwanamke moyo wake ulifunguliwa na Bwana ili ayatunze maneno ya kinabii, ili ayatunze maneno ya kinabii, ili ayatunze maneno ya Mungu ambayo yalisemwa na mtumishi wa Mungu Paulo. Huyu mwanamke moyo wake ulikuwa umefunguliwa na Bwana ili ayatunze maneno ya kinabii. Alafu huyu mwanamke alipomwelewa mtumishi wa Mungu, huyu mwanamke akafungua milango kwa ajili ya mtumishi kuingia kwa watu wa nyumbani kwake. Nataka uinue sauti yako, uziamuru mbingu zikupe watu watakao kukaribisha, watu watakao kupokea, watu watakao kufungulia milango. Tumesema 2026 ni mwaka wetu wa kuteka miji na kumiliki malango. Iko milango mtu wa Mungu utatakiwa kufunguliwa na watu.
Ili ombi ndio ambalo linakwenda kukupa hawa watu wa kukufungulia. Wako watu ambao ni typology ya Lydia. Wako watu ambao ni typology ya Lydia. Nataka ili ombi ulinyanyua hivyo hivyo, useme Baba, nipe watu kama Lydia. Nipe watu kama Lydia ambao watasikia maneno yangu na kuyaheshimu. Watasikia maono yangu na kuyaheshimu na kunifungulia mlango. Yamkini ninachokizungumza hapa kinamaanisha kwako. Kwenye hiyo ndoto ambayo unapata changamoto namna ya kuianza, kuna mtu upande wa pili ambaye atakusikia, atakuamini, atakupa means ya kwenda kuitimiza hiyo ndoto. Atakupa connection ya kwenda kuitimiza hiyo ndoto. Atakupa channel ya kwenda kuitimiza hiyo ndoto. Sio lazima mlango wa kufungulia wa kuingia kwake. Anaweza akakupa njia, anaweza akakurecommend kwa mtu. Inua sauti yako, mwambie Baba, katika jina la Yesu, ninaomba unipe kina Lydia 2026. Nipe wakina Lydia 2026. Nipe watu ambao wataifungua mioyo yao kwa ajili yangu. Nipe watu ambao Bwana umewafungua mioyo yao kwa jina la Yesu. Umeifungua mioyo yao kwa ajili yangu. Umeifungua mioyo yao kwa ajili yangu. Watu watakaopokea maneno ninayozungumza. Watu watakaopokea maneno ninayozungumza. Watu watakaoamini maono. Watu watakaoamini kusudi. Watu watakaoamini ideas ninazozisema. Na hawa watu watanifungulia mlango wa kwenda kwenye next level. Baba, katika jina la Yesu, ninawadai wakina Lydia. Ninawadai wakina Lydia. Ninawadai wakina Lydia. Ninawadai wakina Lydia. Watu wenye akili njema ya kuelewa ninachokiongea. Watu wenye akili njema ya kuthamini ninachokiongea. Watu wenye akili njema wa kujua nini nataka kwenye kile ninachokiongea. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba unipe wakina Lydia 2026. Ninaomba unipe wakina Lydia 2026. Nipe Bwana wakina Lydia kwenye nchi ya Tanzania. Nipe Bwana kina Lydia mtandaoni. Nipe Bwana wakina Lydia. Nipe Bwana wakina Lydia kwenye nchi ya Tanzania. Nipe Bwana kina Lydia kwenye mkoa ninaokaa. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba unipe wakina Lydia 2026. Ninaomba unipe kina Lydia 2026. Oh, sayadaba rako satayadaba. Endelea kumwambia Bwana akupatie wakina Lydia, akupatie kina Lydia 2026. Endelea kumwambia Bwana akupe wakina Lydia 2026. Mtu wa Mungu, unatakiwa kupata wakina Lydia. Unatakiwa kuwapata wakina Lydia. Unatakiwa kuwapokea wakina Lydia 2026. Unahitaji watu kama kina Lydia, watu typology ya Lydia. Endelea kumwambia Bwana, Baba, katika jina la Yesu, ninaomba wakina Lydia 2026. Nipe watu Bwana wenye neema ya Lydia, wenye neema ya Lydia, wenye neema ya Lydia, wenye mafuta ya Lydia. Watu watakaonisikia maneno yangu, watu watakaosikia ninachokizungumza na kukibeba kwa heshima, na kukibeba kwa heshima, na kunifungulia mlango ili niweze kukitenda, kunifungulia mlango ili niweze kukitimiza kwenye kila eneo uliponiasaini, kwenye kila eneo uliponiasaini, kwenye kila lengo ulilonipa. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba uniinulie wakina Lydia kwenye miji ya watu. Niinulie wakina Lydia kwenye ofisi. Niinulie wakina Lydia kwenye huduma. Niinulie wakina Lydia kwenye maeneo mbalimbali. Kila eneo ninapotaka kuingia, Baba, niinulie wakina Lydia. Baba, niinulie wakina Lydia. Yamkini Bwana kuna mtu tayari ashasikia taarifa zangu, ameshanielewa. Mpe Bwana neema ya kuzisema. Mpe Bwana neema ya kuzisema. Oh, ya. Endelea mtu wa Mungu, endelea kumwambia Bwana akupe wakina Lydia, 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 akupe wakina Lydia. Sio lazima mtu wa Mungu upate ukakasi kutimiza kusudi. Sio lazima mtu wa Mungu upate ugumu kutimiza kusudi. Mwambie Bwana akupe wakina Lydia, akuinulie wakina Lydia, akuinulie wakina Lydia, akuinulie wakina Lydia, akuinulie wakina Lydia. Oh, ya. Mwambie Bwana, katika jina la Yesu, ninaomba unipe wakina Lydia. Nipe Bwana 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 wakina Lydia.
Lydia. Ya. Baba nahitaji wakina Lydia. Baba nahitaji wakina Lydia. Baba nahitaji wakina Lydia. Baba nahitaji wakina Lydia. Nipe Bwana wakina Lydia. Nipe watu watakao nizungumzia. Nipe watu watakao nisemea. Nipe watu watakao nizungumzia. Nipe watu watakao nisemea. Ya. Satayadaba. Hebu angalia kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 26 na 27. Maandiko yanasema, Sauli alipofika Yerusalemu alijaribu kujiunga na wanafunzi, nao walikuwa wakimwogopa wote wasisadiki ya kuwa yeye ni mwanafunzi. Sauli ndiyo Paulo. Hapo kabla alikuwa muuaji, alilitesa kanisa. Sasa hapa ameshaokoka, lakini watu wanamwogopa. Amekosa connection ya kuingia. Amekosa mlango wa kuingia kwenye jamii ya wanafunzi. Mstari wa 27, maandiko yanasema, lakini Barnaba akamtwaa, akampeleka kwa mitume, akamweleza jinsi alivyomwona Bwana njiani, na ya kwamba alisema naye, na jinsi alivyohubiri kwa ushujaa katika Dameski kwa jina la Yesu. Sikiliza mtu wa Mungu, yamkini kwenye kitu unachokitafuta umemkosa mtu kama Barnaba. Mtu ambaye atakukamata, aingie na wewe kwenye hiyo ofisi, aseme habari zako kwa nguvu, awaelekeze watu wote ambao wako kinyume na wewe. Yamkini mtu wa Mungu, hiki ndio kitu kinachoweza kukuingiza kwenye hatima ya ndoa. Unahitaji tu mtu mmoja akukamate mkono akakuzungumzie kwa huyo kijana. Unahitaji tu mtu mmoja akukamate, alichukue jina lako akalikomendi mahala fulani. Kuna mtu ambaye ni typology ya Barnaba, mtu ambaye wewe haujamtuma ila yeye aliona nini kimefanyika, anakuzungumza. Mtu ambaye ana audacity ya kuzungumza kinyume na watu wengine. Mtu ambaye ana audacity ya kuriski maisha yake kukutetea wewe. Mtu ambaye anaweza akazungumza kwenye chumba cha fursa wakati wewe haupo. Inua sauti yako, sema, Baba, katika jina la Yesu, ninaomba kina Barnaba 2026. Nipe watu kama Barnaba 2026. Nipe watu wenye ujasiri kama Barnaba 2026. Nipe marafiki kama Barnaba 2026. Nipe watu marafiki wanaonizunguka kama Barnaba 2026. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba unipe watu kama Barnaba 2026. Watu ambao watasimama na jambo langu mpaka limetokea. Watu ambao watazungumza na mamia na makumi ya elfu ya watu mpaka wakanielewa. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba unipe watu kama Barnaba 2026. Watu ambao wataliindozi jina langu, watu ambao wataindozi habari zangu, watu ambao wataniongelea kwa watu wengine, watu ambao watanilikomendi kwa watu wengine, watu ambao watanitetea, watu ambao satayadaba. Endelea kumwambia Bwana, ninahitaji watu kama Barnaba, watu ambao watasimama kuwa mashahidi kwa habari ya utumishi wangu, watu ambao watasimama kuwa mashahidi kwa habari ya unyoofu wangu, watu ambao watasimama kuwa mashahidi kwa habari ya tabia zangu, watu ambao watasimama kuwa mashahidi kwa ajili ya maslahi yangu. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba unipe watu kama Barnaba, watu watakao nizungumzia, watu watakao nizungumzia mahala nilipokosa sauti, mahala nilipokosa ujasiri, mahala ambapo upinzani umezidi. Nipe watu kama Barnaba, nipe watu kama Barnaba kwenye huduma ulionipa, kwenye maono ulionipa, kwenye wito ulioniitia. Baba, nipe watu kama Barnaba, nipe watu kama Barnaba, nipe watu kama Barnaba kwenye familia niliyopo, kwenye ndoa niliyopo. Nipe watu kama Barnaba ndani ya hiyo ofisi. Nipe watu kama Barnaba, nipe watu kama Barnaba ambao wamenichunguza kimya kimya, ambao wamenifuatilia kimya kimya, na sasa wana ujasiri wa kunizungumzia. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba watu kama Barnaba, ninaomba watu kama Barnaba. Nipe watu kama Barnaba, 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 nipe watu kama Barnaba. Sayadaba mesatarababante maseketerebobosa. Endelea kumwambia Bwana, nipe watu kama Barnaba, nipe watu kama Barnaba, watu ambao wameniobserve kimya kimya, watu ambao wamenifuatilia kimya kimya, watu ambao
ambao wanajua ukweli wote, watu ambao wako tayari kusimama kwa ajili yangu. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba watu kama kina Barnaba 2026, nizungushie watu kama kina Barnaba, nipe watu kama kina Barnaba katikati ya watu ulionipa, katikati ya mji ulioniweka, kwenye fursa unazoniingiza, nipe watu kama kina Barnaba, nipe watu kama kina Barnaba, watu ambao wana details zangu zote, watu ambao wanaojua ubora wangu, watu ambao wanazijua nguvu zangu, na wako tayari kunizungumzia, wako tayari kunizungumzia, wako tayari kunipigania, wako tayari kunitetea. Sayadaba. Baba, katika jina la Yesu, ninahitaji watu kama kina Barnaba, nipe watu sakata yakatarababosa. Haleluya. Twende kwenye ombi letu la mwisho siku wa leo. Kitabu cha Isaya sura ya 2 mstari wa 2. Kitabu cha Isaya sura ya 2 mstari wa 2, maandiko yanasema, na itakuwa katika siku za mwisho, mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yote yatauendea makundi makundi. Hili neno ni neno la kinabii, mtu wa Mungu, kwa habari ya siku za mwisho. Kinachoendelea sasa hivi duniani sio maigizo, ni kweli. Mlima wa nyumba ya Bwana umeinuliwa, umewekwa juu ya vilele vya milima. Sasa maana yake ni kwamba Mungu amewaweka watu wake mahala wanapoonekana, na anasababisha mataifa yawafate makundi makundi. Nataka uinue sauti yako, mwambie Baba, ninaomba unifungulie mlango wa kufikia makundi makundi ya watu 2026. Mtu wa Mungu, unatakiwa kujua kusudi la Mungu halitimizwi kwa siri. Kusudi la Mungu halitimizwi kwa siri. Kama kuna kitu unachotakiwa kukijua, ni kwamba kusudi la Mungu halitimizwi kwa siri. Kusudi la Mungu halitimizwi mafichoni. Inua sauti yako, inua sauti yako, mwambie Baba, katika jina la Yesu, ninaomba unipe mlango wa kukutana na makundi makundi ya watu 2026. Nipe mlango Bwana wa kukutana na makundi makundi ya watu 2026, watu ambao wanatafuta uponyaji, watu ambao wanatafuta maarifa, watu ambao wanatafuta kuburudishwa, watu ambao wanatafuta mtu wa kuwahudumia kwenye hiki ambacho Bwana umenipa, hii taaluma ulionipa, huu ujuzi ulionipa, hii neema ulionipa, hiki kipawa ulichonipa. Nipe mlango Bwana wa kukutana na makundi makundi ya watu 2026. Nipe makundi makundi ya watu mtandaoni, nipe makundi makundi ya watu nje ya mtandao, nipe makundi makundi ya watu kila eneo ninapoingia. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba unipe makundi makundi ya watu 2026. Nipe mlango Bwana wa kukutana na makundi makundi ya watu, niwahudumie makundi makundi ya watu kwa hii biashara ulionipa. Mtu wa Mungu, hata biashara ni huduma kwa mujibu wa maandiko. Ukisoma kitabu cha Mithali, kinaandika sehemu moja kwamba anayeficha nafaka watu watamlaani, lakini anayewauzia, sio anayewapa bure, anayewauzia watu nafaka watu watambariki. Mwambie Bwana akupe mlango wa kukutana na makundi makundi ya watu 2026. Bwana akupe mlango wa kukutana na makundi makundi ya watu 2026 kwenye kila kitu ambacho mbingu imekupa neema ya kukianza. Kila jambo ambalo unalifanya, yamkini umefungua shule, nataka umwambie Bwana akupe neema ya kupata makundi makundi ya watu utakao wahudumia na shule yako. Maybe labda umefungua masuala ya saluni, umefungua labda daycare, umefungua sijui huduma ya chakula, umefungua biashara, una taaluma yako, wewe ni mhasibu, unahudumia watu kwa huduma za hesabu, wewe ni daktari, wewe ni tabibu. Inua sauti yako, mwambie Bwana, nipe mlango wa kukutana na watu 2026. Nipe mlango wa kukutana na watu 2026. Wezesha Bwana kwenye hiki ninachokifanya, watu wakaione sura yako, watu wakauone uso wako, watu wakauone upendo wako, watu wakazione nguvu zako, watu wakaone kuhudumiwa na mbingu. Baba, katika jina la Yesu, kama ulivyompa Esther mlango wa kufanyika malkia na kuliokoa taifa, kama ulipompa Daniel mlango wa kuwa waziri mkuu kwenye nchi na kufanya kazi, kama ulipompa Yusufu mlango, kama ulivyompa Nehemia mlango, Baba, katika jina la Yesu, ninaomba unipe mlango wa kufikia
makundi ya watu, kuhudumia makundi ya watu, kwa hiki kipaji ulichonipa, kwa hii elimu ulionipa, kwa hiki kipawa ulichonipa, kwa hii taaluma ulionipa, kwa uwezo ulionipa. Satayadaba 2026 ninakataa kuwa na matokeo kidogo. Ninakataa kubaki kwenye kona ya mji. Ninakataa kubaki mafichoni. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaamuru na kutangaza juu yangu iko neema ya kuleta makundi ya watu. Iko neema juu yangu ya kufikia makundi ya watu. Iko neema juu yangu ya kuvuta makundi ya watu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu.